Assalamu alaikum. KCSE 1989, longitudes and latitudes. Swali lasema, a globe representing the earth has a radius of 0.5 meters. Points A ni 0 degrees 10 degrees west na point B ni 0 degrees 35 degrees east. 0 degrees na hii pia iko 0 degrees, zote mbili ziko kwenye equator. Alafu point P ni 60 degrees north 110 east na 60 degrees north 120 west, zote mbili ziko wapi? Kwenye 60 degrees north. Hizi points are marked on the globe. Hebu na sisi tuzimark, alafu ndo tutafind the length of the arc AB, leaving our answer in terms of pi. Kwa hivyo point A ilikuwa ni 0 degrees 10 degrees west. So tuseme hii ndo ile prime meridian na hii ndo kitu gani? Equator. Kama tulikuwa kwenye 0 degrees tukaenda 10 degrees west, tutakuja upande huu 10 degrees west. Na huyu mwingine alikuwa point B alikuwa 0 degrees 35 degrees east, tuje upande huu labda mpaka 35 degrees. Kumbuka hizi point zote mbili ziko connected to the center of the earth, ambayo kumbuka pia hapa sio dunia ya kikweli, hii ni globe tu, ambayo radius hapa mpaka hapa ilikuwa 0.5, ama nikianza hapa mpaka mwisho pia itakuwa 0.5. Sasa naichukua hii circle yangu, naja hapa naichora. Kumbuka hapa ni point A na hapa ni point B. Na ilikuwa masharti ni vipi? Point A ni 0 degrees 10 west na point B ni 0 degrees 35 west. Waja waichukua hii equator, waichora hapa kando. Equator from the center of the earth, tuseme hapa kutoka nje kwenye prime meridian ni 0 degrees. Moja akaenda zake upande wa west, akaenda 10 degrees west, na mwingine akaenda zake upande wa east, akaenda 35 degrees east. Huyu yuko west na huyu yuko east. Ukiangalia sasa hizi degrees zitakuwa zimefika ngapi? 10 plus 35, kwa sababu ziko on opposite sides. Kwa hivyo hapa nitakuja nitasema kwamba my longitude difference is equals to 45 degrees. Mimi nataka arc length. Arc length formula huwa yasema vipi? Arc length formula yake yasema theta over 360 times 2 times pi times the radius of the earth. Arc length A paka B, kumbuka hii ni circle tu, ni 2 pi r kuizunguka nzima. Kwa hivyo kama nataka kipande cha circle ambacho ndo arc length kuanzia hapa mpaka hapa, hapa ndo ilikuwa B na hapa ndo ilikuwa A. Arc length A paka B itakuwa theta over 360 2 pi r. Ikiwa tuko kwenye small circle, tuseme kama hapa hivi, kwenye latitude hii, hapa tuseme ni 60 degrees north. Kama ilikuwa tunatoka huku kwenda upande wa pili hivi, baada ya kusema theta over 360 2 pi r, mwisho utaongeza cos alpha, where alpha is the latitude we are on. Sasa hapa ni rahisi tu, theta tushaiona ni 45, kwa hivyo tutaweka 45 over 360 times 2 times pi. Wametuambia wao find the length of arc AB, leaving your answer in terms of pi. Kwa hivyo hiyo pi siibadilishi, nitaiwacha hivi hivi pi. Na radius, kawaida radius ya dunia utaona unapawa radius ya dunia ni 6370, lakini hatufanyi namba hii, tuafanya hii namba 1. Hapa ni a globe representing the earth, sio dunia yenyewe, na ilikuwa radius yake ni 0.5, kama zile globe ambazo zatumiwa nasari kufundisha kuhusu dunia. Kwa hivyo hapa tutaweka 0.5. Tia kwa calculator, 45 over 360 times 2 times 0.5. Jibu litakuwa
0.125 pi, and this is my answer. Nikitaka naibadilisha into a fraction inakuwa 1/8 pi ama pi over 8. Tushamaliza part 1. Sasa turudi tuiangalie part 2 ilikuwa yatekaje. Part 2 yatuambia if O is the center of the latitude 60 degrees north, find the area of the minor sector OPQ. Hebu tujikumbushe P na Q ziko wapi? P ilikuwa 60 degrees north, 110 degrees east, na Q ilikuwa 60 degrees north, 120 degrees west. Kwa hivyo zote mbili ziko hapa kwenye latitude 60 degrees north, lakini mmoja alikwenda 110 east, maana yake alizunguka hivi 90 akaingia kule nyuma kidogo akafika 110, na huyu mwingine alizunguka na hivi, tuseme hapa ndo center ya dunia, ukija hapa ni 0, ukija hapa 90, wazunguka paka nyuma 180, ukikamilisha full round ndo warudi inakuwa 360. Kwa hivyo huyu mmoja kutoka 0 alizunguka mpaka akafika 110 east. East itakuwa ni upande huu wa pili. Huyu alizunguka paka 110 east, na huyu mwingine alizunguka hivi from hapa 0 alizunguka paka akafika 120 west. Hebu tuichukue hii circle tuichore hapa, itakuwa rahisi. Hii circle ni gani? Hii ndo ile latitude 60 degrees north. Ukichora hizi circle hapa nje kazi inakuwa rahisi. Hii ni 60 degrees north, na ichukua naja na ichora hapa 60 degrees north. From 0 degrees wa kwanza, si hapa tushakubaliana hii ni 60 degrees north. Wa kwanza alienda 110 degrees east, yani hivi atapita 90 kidogo atafika huko nyuma. Hapa yote ni ngapi? 110 degrees, na yeye yuko wapi? East. Kwa hivyo hapa ndo P. Huyu mwingine alikwenda ngapi? 60 degrees north, lakini 120 degrees west. Kwa hivyo atakuja hivi, atapita 90, atakwenda paka atafika 120 degrees. Hapa ndo Q. Sasa mimi nataka minor sector from the center O alafu P alafu Q. Hii ndo minor sector. Na kawaida circle formula yake huwa ni nini? Huwa tunasema area of sector is equals, circle nzima ni pi r squared, lakini kama nataka sector nachukua theta over 360 pi r squared. Sema tu hapa kuna shida moja, radius hii ya hapa itakuwa ngapi? We mwenyewe njoo juu uangalie. Hapa chini kwenye equator radius ilikuwa 0.5, ama nikiangalia hapa pia itakuwa 0.5. Lakini ukiangalia hii circle siwaiona imefinyika kidogo, imekuwa ndogo. Radius ya hapa sio sawa na radius ya hapa. Radius ya hapa mpaka hapa ni ngapi? Tutasema hapa radius ni 0.5 meters, lakini hapa juu radius ndogo itakuwa 0.5 times cos alpha, ambaye cos alpha ilikuwa 60 degrees. Hebu tufanye 0.5 times cos 60, tutapata ngapi? 0.5 times cos 60 tutapata 0.25. Kwa hivyo nikija hapa sasa nataka minor sector hii theta over 360, nitafanya vipi? Nitasema 120 plus 110, waona hii angle ya huku hii upande mrefu, hii reflex angle ni 230, yamaanisha hii angle ndogo ilobaki itakuwa 130 degrees, kwa sababu 130 plus 230 ndio 360, na full circle huwa ni 360. Kwa hivyo hapa nikija kuchukua theta nitachukua 130 over 360 times pi. Mara hii hatukuambiwa leave your answer in terms of pi, tutachukua pi ni 22 over 7 times r squared. Kumbuka r ya hapa haikuwa ile r kubwa 0.5. R ya hapa ilikuwa kwenye 60 degrees north, ambayo tuliona kwamba hii r ndogo 0.5 times cos 60 tulipata 0.25. Kwa hivyo hapa tutaweka 0.25 squared. Tia tu hiyo kwa calculator tupatie answer 130 over 360 alafu times 22 over 7 times
0.25 squared. Jibu tutapata 0.0709 alafu itakuwa ni meters squared. 4 significant figures. I hope imeeleweka hiyo question ya longitude and latitudes. Utazipata nyingi kwenye kitabu kinaitwa KCSE Made Familiar. Maswali ya KCSE. Hapa tumefanya question 1. Na kuna maswali mengine mengi utayaona wapi? Wachana na videos zetu. Wachana na videos, nenda kwenye playlists. Ukiangalia playlist utazipata zimepangwa topically. Na kwenye playlist topical zetu hapo, kwenye topical playlist zetu utaona maswali mengi ya longitudes and latitude. I hope imeeleweka. Liangalie tena swali na uliangalie. Ukishachora sketch kisha uvute zile circle zako, ambayo hii ilikuwa ni equator tukaifanya, na hii ilikuwa ni longitude, ilikuwa ni latitude 60 degrees north. Na ujue vipi radius yabadilika hapa na hapa. Kwenye equator radius huwa ni major circle, lakini kwenye hizi latitude za juu ama latitude za chini radius huwa inakuwa ndogo. Kama umeelewa hiyo, haya maswali yatakuwa rahisi. And feel free kuuliza kwenye channel yetu ya Safina High School. Asantum.